kwenye utaratibu wetu wa kujifunza juu ya habari ya kuweka wakfu watumishi wa Mungu. Bwana msaidie. Kuweka wakfu watumishi wa Mungu ni jambo la kibiblia na ni la kimungu kabisa. Bwana msaidie. Katika kanuni ya Biblia tunaona kwamba ibada ya kuweka wakfu viongozi wa kanisa la mahali pamoja, wazee wa kanisa, viongozi wa idara na mashemasi, Bwana msaidie, ni jambo linalombariki Mungu sana, ambalo katika ibada hii inafanyika kwa siku ili ishuhudiwe na kanisa lote. Bwana msaidie. Ili ishuhudiwe na kanisa lote. Mchungaji atakuwa na nafasi ya kuwaita viongozi wote wanaowekwa wakfu mbele ya kanisa. Bwana msaidie. Lakini sasa tunapofika, kabla tujaweka wakfu, lazima tusome neno la Mungu aliye hai. Bwana msaidie. Na huku tukishamaliza kusoma neno la Mungu na kujifunza kwa kifupi, basi tutakuwa na wimbo wa tenzi ya ile ya 67 ambayo ndiyo tenzi inayotumika kuweka wakfu watumishi wa Mungu aliye hai. Bwana msaidie. Sasa tunaona kwanza katika maandiko matakatifu kwamba katika maisha ya mtu yeyote ambaye amefanya uamuzi wa kuwa mtumishi wa Mungu katika nafasi yoyote, iwe ndogo au kubwa, ni jambo la kawaida kwamba waamini wanapenda kufanya maamuzi yao kufuatana na mapenzi ya Mungu. Waamini kwamba Mungu ndiye kiongozi wao. Bwana asaidie. Zaburi ya 48 mstari wa 14. Zaburi ya 48 mstari wa 14. Kwa hiyo kiongozi yeyote ambaye amechaguliwa anatakiwa kuchukua sasa uamuzi wa kwake mwenyewe, yeye mwenyewe, kwamba hili jambo ni la kawaida kumtumikia Mungu aliye juu. Sasa kinachotakiwa ajue kabisa kwamba Mungu ndiye kiongozi, sio mtu kiongozi. Mungu ndiye kiongozi wa mambo anayokwenda kuyafanya. Bwana tusaidie. Zaburi ya 48, naomba mtu wa Mungu aliyepaona asome mstari wa 14. Ndio. Kwa maana ndivyo alivyo Mungu, Mungu wetu milele na milele, yeye ndiye atakayetuongoza. Amen. Bwana tusaidie. Yeye ndivyo alivyo Mungu milele na milele, yeye ndiye atakayetuongoza. Bwana tusaidie. Yaani maongozi ya mtu kufanya vizuri kwa Mungu ni vile unavyojinyenyekeza kwa Mungu. Bwana tusaidie. Hata kama ungekuweka mjanja wa kuongea, lakini kama haujakubali maongozi ya Mungu, utafanya mambo ambayo yanaweza kuharibu. Bwana tusaidie. Lakini mtunga Zaburi anatuambia kwamba kwa maana ndivyo alivyo Mungu wetu. Bwana tusaidie. Milele na milele, yeye ndiye atakayetuongoza. Bwana tusaidie. Kwa hiyo tunapoteuliwa, tunapochaguliwa na Mungu kufanya kazi, sisi tunatakiwa kujionyesha hatuna kitu, hatuwezi. Tunatamani maongozi ya Mungu. Na ndio maana hata Musa, Mungu anamchagua Musa, anatoa sababu kwamba mimi siwezi kuongea, mimi siwezi, lakini Mungu anamwambia nitakupa Haruni awe msaada wako wa kutafsiri. Nina kigugumizi. Bwana tusaidie. Kwa hiyo tunatamani sana utambue kwamba unapoitwa na Mungu, sio kwamba tunaitwa tunajua. Hapana. Bwana tusaidie. Tunaitwa tukiamini kwamba Mungu milele na milele, yeye ndiyo akutuongoza. Bwana tusaidie. Anatuongoza. Tunapoendelea kujifunza kwake, tunapoendelea kukaa magotini pake, Mungu anatupa kutufundisha njia ya kufanya. Bwana tusaidie.
njia ya kufanya tutaishi maisha ambayo yatakuwa na utukufu wa Mungu kwenye maisha yetu, na pia tutakuwa katika hali ya kuonekana tu matajiri kati ya maskini, kwa sababu tutakuwa tunajazwa nguvu na Mungu. Bwana atusaidie. Amen. Yaani maisha tunayoishi hapa lazima tujue kabisa kwamba mataifa yote yatakusikiliza wewe kwa sababu unaitwa na Mungu. Bwana atusaidie. Na kulingana na hilo tunaona katika Zaburi ya 49 mstari wa kwanza inasema, sikieni haya enyi mataifa yote, sikilizeni ninyi nyote mnaokaa duniani, watu wakuu na watu wadogo wote, pia tajiri na maskini wote pamoja. Kinywa changu kitanena hekima, na fikira za moyo wangu zitakuwa za busara. Bwana msaidie. Kwa hiyo Mungu ndiye anaweza kufanya kinywa changu kikanena hekima. Bwana msaidie. Mungu ndiye anaweza kufanya maneno yangu yakawa na busara. Bwana msaidie. Tunapokubali maongozi ya Mungu, tunapokubali maongozi ya Mungu, tunakwenda kusimikwa, sio kwa sababu sisi tulikuwa na akili sana, lakini Bwana ametupenda tufanye kwa nafasi ya kujitoa. Bwana msaidie. Na tunaona kwamba nao wanaweza kumuomba Mungu awape uongozi wake. Bwana msaidie. Awape uongozi wake, lakini wanaweza kuwa na uhakika wa uongozi watu wake tu wakitimiza masharti fulani. Lazima tumtegemee kabisa, wakubali mamlaka yake juu ya kila sehemu ya maisha yao, na kufuata na kufanya bidii sana kuishi kadri ya mapenzi ya Mungu. Na hii ya kuomba uweze kupata uongozi ni Zaburi ya 31 mstari wa 3. Bwana msaidie. Bwana msaidie. Sisi tuko hapa sio kwa sababu ya kanuni ya chama fulani au kitu fulani. Tupo kwa sababu tumeitwa na Mungu, na kazi hii tunayoifanya ni ya Mungu. Upo wakati Bwana anatutia nguvu kuwa na hekima hata yanapokuja magumu. Bwana anatutia nguvu kuvumilia yote. Bwana anatufanya kwenye wakati wa maneno mabaya sisi tunyamaze, tunene vizuri. Bwana msaidie. Kwa sababu tukiwa na maongozi ya Mungu, sisi ni watu sahihi kwa wakati sahihi ambao Bwana ametupa. Bwana msaidie. Kwa hiyo ni kuondoe wasiwasi kwamba unaweza kumuomba Mungu tu naye akaweza kukupa uongozi wake. Bwana msaidie. Ni kumuomba Mungu. Hatutafuti maongozi ya Mungu kwa njia nyingine, ni kumuomba Mungu. Zaburi ya 31 mstari wa 3. Kwa hiyo kama kiongozi tunatakiwa kumuomba Mungu. Ndio maana tumesema tunakuwa na masaa 48 ya kumtafuta Mungu hadi hapa. Bwana msaidie. Tumepewa jukumu, tusije tukasababisha sisi badala ya kupeleka jukumu mbele, sisi tukawa sababu ya kuzuia jukumu la Mungu liende. Bwana msaidie. Tukawa watu wa kuzuia kusudi la Mungu lisiende. Sasa ili tuwe na maongozi mazuri, lazima tumuombe Mungu. Tena anasema wewe uwe tajiri au uwe masikini, lakini kinywa cha Bwana kinanena haya. Bwana msaidie. Uwe mtu mkubwa au uwe mdogo, lakini Bwana anasema haya. Bwana msaidie. Kwa hiyo kwenye kazi hii ya Mungu, sisi hatupo kutumikia cheo, tupo kutumikia shauri la Mungu tulilopewa ndani yetu. Bwana msaidie. Na ndio maana hata sisi tuko tayari kuandaa wengine ambao tutawaachia kijiti. Bwana msaidie. Kwa moyo wa uwazi, bila kufikiria kitu chochote. Niko tayari kumwandaa mtu ambaye hajui aelewe kusudi la Mungu ni nini, ili baadaye nimtumikie Mungu baada ya mimi kuondoka. Bwana msaidie. Kwa hiyo kazi ya Mungu hatufanyi kwa faida yetu, tunafanya kwa faida ya Mungu mwenyewe. Bwana msaidie. Na tunapofanya kwa faida ya Mungu mwenyewe, tunaona kabisa Mungu yeye mwenyewe atakuwa kiongozi wetu kila wakati na tutamtegemea. Mimi nakumbuka wakati ninaanza kuanza huduma huku Iyumbu, kuna mtu mmoja alisema,
Huyu mnampeleka hajui kufundisha wala kuongea. Bwana atusaidie. Lakini alisimama pasta mmoja mkubwa ambaye ndiye askofu wangu wa jimbo sasa. Akasema hakuna mtu anayeitwa anajua. Mungu ndiye kiongozi wake. Lakini Mungu ndiye, na ni kweli nilipoendelea kusimama nimeona maongozi ya Mungu yakinitia nguvu. Nimeweza kusimama ile hali ya jeuri, sijui hasira nilizokuwa nazo, nimeona Mungu ameziondoa. Hata kama nikikwazwa bado nina furaha, maana ndani yangu nina Mungu. Bwana atusaidie. Kwa hiyo tunaona kabisa katika maisha ya kiongozi anapaswa kumuomba Mungu ndiye ampe maongozi, sio kitu kingine. Na tunaipata Zaburi ya 31 mstari wa 3, anasema ndiwe genge langu na ngome yangu, kwa ajili ya jina lako uniongoze, unichunge. Bwana tusaidie. Uniongoze, unichunge. Bwana tusaidie. Kwa hiyo yeye ni ngao yetu viongozi. Yeye ni ngome yetu. Bwana tusaidie. Lakini kwa ajili ya jina lake atuongoze na atuchunge. Bwana tusaidie. Hatufanyi kazi kwa shauri lingine, bali ni kwa shauri la Kristo Yesu. Bwana tusaidie. Kwa hiyo naomba kabisa kwamba moyo wako uwe na hali ya kujiachia. Tumalizie tena kwenye Mithali 3 mstari wa 5 na hadi wa 7. Bwana tusaidie. Mithali 3 anasema hivi, lakini waweza kuwa na uhakika uongozi wake tu ukitimiza masharti fulani. Lazima umtegemee kabisa, wakubali mamlaka yake juu ya kila sehemu na maisha yao, na kufanya bidii sana kuishi kadri ya mapenzi yake. Sasa hapa kinacholeta shida kwenye uongozi ni kwenye kutegemea mamlaka, kwenye kukubali mamlaka. Bwana msaidie. Mimi nimechaguliwa, ni mchungaji, lakini nina mamlaka iliyo juu yangu. Mwangalizi, kuna askofu, hawa Biblia inaniambia hivi. Bwana msaidie. Biblia inaniambia hivi, lazima nikubali kabisa mamlaka yake juu ya sehemu, ya kila sehemu ya maisha yangu. Bwana msaidie. Na kufanya bidii sana kuishi katika mapenzi yake. Mithali 3 mstari wa 5 hadi wa 7. Bwana msaidie. Kwa hiyo kwenye mamlaka ndio kuna shida. Mtu anapopewa mamlaka, anapopewa madaraka, anaona yeye amezidi hata walio juu yake. Jua wewe una wengine unatakiwa kuwakilisha pale. Bwana msaidie. Ishi katika hali ya kumpendeza Mungu. Kwenye nafasi ulionayo, ishi katika hali ya kujua mimi nafanya, lakini nimepewa mamlaka iliyo juu yangu. Niitambue kabisa. Bwana msaidie. Kwamba sio kwamba sitaiambia, nitafanya mwenyewe. Utakuwa unafanya uasi kwenye kazi ya Mungu. Bwana msaidie. Utakuwa unafanya uasi kwenye kazi ya Mungu. Lazima utambue mamlaka ya kila sehemu. Bwana msaidie. Na kufanya bidii kuhakikisha kwamba unakaa nao salama. Bwana msaidie. Tunaenda pamoja. Maana sisi sote tumewekwa ili kukamilisha kusudi la Kristo Iyumbu. Bwana msaidie. Ili watu wa Iyumbu wamjue Mungu, lazima sisi viongozi tuwe sauti hii. Halafu tutambue kuna ngazi, lazima uobei. Lazima ushuke. Bwana msaidie. Lazima ujue kwamba hili jambo siwezi kulifanya bila kushirikisha mtu yeyote, bali nitahakikisha kwamba ninatii. Bwana msaidie. Nafanya kama timu. Yaani Mungu ametuweka kama timu ya Kristo ndani ya kanisa. Bwana msaidie. Wala hakuna aliye bora zaidi. Sisi sote ni bora mbele za Bwana. Tuko sawa. Bwana msaidie. Tuko sawa mbele za Mungu. Yaani lengo letu ni kuhakikisha kazi ya Mungu inaenda. Yaani mzee kiongozi asione mzigo yeye anavuta na mimi navuta. Bwana msaidie. Kwa hiyo itakuwa ni hali ambayo inafanya watu wasituelewe ni wamoja au tunataka kugawana kile kitu au cha kwetu. Bwana msaidie. Lakini tunapokuwa nikiona navuta na mimi nakisumiza kiwe chepesi kwake.
kazi ya Mungu inaenda. Bwana tusaidie. Ndio lengo la Kristo kutuweka mahali hapa. Sio kwamba kusimama kama mtu maarufu zaidi kuliko wengine. Kujua kabisa tupo kwa ajili ya msaada wa Kristo, kusaidiana kufanya mambo ya Mungu yaende vizuri. Hebu soma Mithali ile. Mithali sura ya 3. Amen. Tumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Amen. Bwana tusaidie. Huyu mwandishi wa kitabu cha Mithali, Sulemani, alipewa hekima sana, kwa sababu kwanza aliomba Mungu ampe hekima kuliko vitu vingine. Bwana tusaidie. Sasa anajitahidi kusema maneno ambayo yananitia moyo sana mimi kama kiongozi. Yananitia moyo sana. Anasema hivi kwenye ule mstari wa 5, anatuambia wazi kwamba mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Bwana tusaidie. Kuna wakati tunataka kutegemea akili zetu ili kufanya mambo ya Mungu sana. Bwana tusaidie. Akili inatakiwa ifanye kulingana na maongozi ya Mungu. Bwana tusaidie. Sasa anasema tena, anarudia kwenye mstari wa 6, anasema hivi, katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Bwana tusaidie. Kwenye njia zako zote mkiri Bwana. Mkiri Bwana kwenye eneo lolote unaloishi, mkiri Bwana, yeye ananyosha mapito yako. Iwe kuna jaribu zito linakuja, yeye analiondoa, yeye analinyosha. Bwana tusaidie. Lakini hakikisha kwamba kwenye maeneo magumu unamkiri Bwana Yesu mbele yako. Bwana tusaidie. Mstari wa 7 anasema usiwe mwenye hekima machoni pako. Yaani kuna watu wanajiona wako sawa kwenye akili yao tu. Bwana tusaidie. Mimi niko sawa kabisa. Usiwe mwenye hekima. Mimi ni mnyenyekevu sana, najisifu. Bwana tusaidie. Acha watu waseme wewe aisee, huyu mtu ni mnyenyekevu. Bwana tusaidie. Huyu mtu ana hekima. Bwana tusaidie. Usiwe mtu mwenye hekima machoni pako, bali anasema mche Bwana ukajiepushe na uovu. Bwana tusaidie. Na mstari wa 8 na wa mwisho anasema itakuwa afya mwilini mwako na mafuta mifupani mwako. Bwana tusaidie. Kumbe ukimcha Bwana kunakuwa na afya mifupani mwako. Bwana tusaidie. Afya mifupani mwako na mifupa na anasema na mafuta mifupani mwako. Bwana tusaidie. Kwa maana nyingine mifupa yako haitakauka. Bwana tusaidie. Kwa hiyo sisi tunamtumikia Mungu, tumechaguliwa kumtumikia Mungu, si kwamba sisi ni watu ambao ni wakubwa sana, ni watu ambao tunahitajika kutisha wengine, ni watu ambao tunahitajika kuishi kibabe. Tunatakiwa kuishi katika hali ya unyenyekevu, tukijua tunamtumikia Mungu aliyenyenyekea mauti ya msalaba, tukijua tunamtumikia Yesu aliyenyenyekea mauti ya msalaba. Bwana tusaidie. Kwa hiyo kwa kusema hayo, mimi ninatamani sasa tusimame watumishi wa Mungu wazuri tulioitwa na Mungu kwa ajili ya Bwana mwenyewe, na huko tukimuomba mtu mmoja mwana blessing ambaye atatuongoza vizuri kwenye ile tenzi ya 67. Ni heshima yangu kubwa niko mbele za Mungu aliye hai, yeye ambaye katika maisha haya mimi ninazaliwa sikujua nitakuwa na wewe tuwe pamoja. Bwana tusaidie. Sijawahi kuota hata kuwaza kwamba tutakuwa pamoja na watumishi wa Mungu hawa ambao Mungu amewakusanya kuwaleta hapa, bali ni mkono wa Bwana tu umetuleta. Lakini kabla ya yote hayo, ninataka niseme tena neno moja zuri lenye kumpendeza Mungu aliye hai. Kulingana na katiba yetu inasema mchungaji ana nafasi ya kuteua wazee wawili kama kuna uhitaji. Bwana tusaidie. Lakini pamoja na hayo, mimi nimeona nimteue mchungaji mzee mmoja tu atakayeendelea kusaidiana na mimi kazi. Tena anasema wale wa awali ninamsimamisha ima ili tuendelee kuwa pamoja naye.
Bwana msaidie. Kwa hiyo kwenye kusimikwa, usije ukamwona anakuja ukasema hiyo ni nafasi yangu kama mchungaji. Halafu anasema